Jambo mtazamaji wa Tanganyika TV popote pale ambako unaendelea kufuatilia vipindi vyetu, na kukaribisha kuweza kusikiliza kipindi cha mahojiano. Kwa siku ya leo Tanganyika TV tunatembelea kunako hospitali ya Maria, hospitali inapatikanayo katika mji wa Baraka, ambako kuna mgonjwa, aidha kuna mgonjwa ambaye tutaweza kuongea naye, mgonjwa ambaye aliweza kunusurika kifo katika mafuriko yaliyopitika maeneo ya Asaba, sekta ya Nganja, tarafani Fizi, siku ya 4 ya wiki iliyopita. Kwa hiyo kisha kunusurika kifo maeneo yale, ililazimika mgonjwa yule aje kwa hospitali ya Maria ili kuweza kupata matibabu zaidi. Kwa hiyo nitakukaribisha ili uweze kusikiliza ni namna gani yaliyomkuta, na hadi sasa anapatikana katika hospitali ya Maria na hali yake inaendelea namna gani, utaweza kufahamu vya kutosha. Karibu Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe. Jambo. Unaweza kujitambulisha mbele ya vipaza sauti vya Tanganyika TV? Kujitambulisha, naitwa Shabani Kwami. Uko mkaaji wa wapi? Mimi ni mkaaji wa hapa Baraka. Lakini tunasikia kuna habari ambazo ziliweza kusema kuwa huko kati ya wale watu ambao waliweza kunusurika kifo kupitia mafuriko yaliyopitika katika kisanga cha Ubwari, hususan katika sekta ya Nganja, tarafani Fizi. Hizi habari ziko namna gani? Ni ukweli kule, na mimi nilidiriki, lakini nilikuwa naenda kibiashara kwenda kurangua mboga. Basi tulivyofika kule tulirangua mboga zetu vizuri, na Alhamisi tukapanga kila kilicho chetu, kwa sababu boti kule zinafika Ijumaa, tunakuja kulema Mwemezi Jumamosi. Basi tatizo limetufikia, ilikuwa ni Ijumaa asubuhi. Ijumaa ndiyo. Tatizo hilo lilikuwa ni tatizo gani zaidi? Kwa kuwa tunaona hali ambayo uko amo ni hali ambayo ni mbaya zaidi. Tatizo lilikuwa la mafuriko. Mto ulijaa usiku. Baada ya mto kujaa usiku, ikawa hivyo mafuriko yakatokea. Na mbele kwanza ya mto kujaa, ni milima ilianguka ikazuia sehemu za mto kushuka. Basi maji yakajizuia kwa juu. Kule kujizuia, maji yanatafuta namna ya kuteremka. Basi ililazimisha kwa nguvu, ikaja huko sasa na kasi, na kuacha njia ambayo anapitaga mpaka kupitua watu. Sasa hadi wewe ufikie kuumia, ilikuwa namna gani? Kwa kweli naweza nikasema namshukuru Mungu, kwa maana sikumpa chochote Mungu, wala mimi sikukuwa bora sana kuzidia wale waliotoweka. Namshukuru Mungu kabisa, naendelea vizuri kwa sasa, japokuwa napewa matibabu na bado nauguza tu mguu na mkono. Hadi huo mkono aiza mguu kuweza kupata majeraha, kwa kuwa maji aliweza kujifunga huko juu milimani, kisha kukosa nafasi ya kushuka, ikashuka na mawe, sijui na miti, mpaka sasa wewe ufikie kuumia. Yale maji yalikukuta nafasi gani na ilikuwa vipi? Tulikuwa tumelala. Ilikuwa ni asubuhi ya saa 11. Mvua ilikuwa ni nyingi na upepo mwingi. Basi tuliona kabisa kumekucha, lakini hakuna namna ya kutoka nje kumvua. Tukawa tuko ndani tunaongeongea tu. Ghafla tulijikuta tu tayari nyumba imeshabomoka, tope juu, yani tushajaa, yani tunakuwa mtope. Na ndani ya hiyo nyumba mlikuwa watu wangapi? Mwe nyumba ilikuwa ni watu 10. Tulikuwa watu 10 na watu 6 walitoweka. Yani kufariki, walifariki. Ndiyo. Na wengine 4 wakanusurika. Kati ya 4 uko hapa? Mwale 4 mimi niko hapa, wenzangu 3 walienda Fizi. Sasa huo mtoni ambao ulijaa, Selugisi unaujua kwa kuwa ulizoea kwenda kule kufanya biashara.
ulikuwa mtoni ambao ungejaa mpaka kusababisha maafa kama na hayo? Sio mto mkubwa, ni mto mdogo sana. Na wakaji wa pale wazee wanasema lile ni jambo la kwanza, hakujawahi kutokea kitu kama na hicho. Sasa kisha kupata ajali hiyo hadi ujikute hapa, ulitembeaga namna gani? Baada ya kupata ajali tulichukuliwa pale tukapelekwa hospitali ya Yungu. Pale Yungu ukaja, kwa sababu kwa wale majeraha ambao tulikuwa nao kulikuwa polisi wawili. Kipindi wale wa polisi kulikuja habari wao waende watibiwe Kazimia, basi na sisi tuliomba fursa, kwa sababu sisi ni watu wa baraka na sisi tufike nyumbani. Tukao tumeandikiwa si wote, tukaruhusiwa. Tulikuja mpaka sehemu inaitwa Kizozi, wakatupakia pale maboti za kuja Baraka. Basi tulikuja mpaka kisi tulipofika hapa Baraka. Na kisha mafuriko hayo kutokea, ulivyoona unasadikika kuwa naweza kuwa ni watu hata zaidi ya 100 ndio wamefariki au namna gani? Yawezekana kwa sababu pale wafanya biashara kwanza walikuwa wengi. Pili ni sehemu ambayo kwanza kulikuwa kunapatikana mboga. Kulikuwa na watu wengi sana. Hawa maringineti, wa mafile maya, hawa waranguzi wa mboga. Ilikuwa ni sehemu ambayo inachangamka tu. Na hivi una siku ngapi tangu utoke sehemu ya maafa hadi hapa? Hivi nilitoka kule ilikuwa ni Jumamosi. Na hivi leo tuko Alhamisi. Na tangu ufike hapa kuna misaada ambayo tayari imekukuta hapa au namna gani? Bado sijapata msaada wowote. Kwa hiyo tunajua mtu akishagonjwa au anahitaji kusaidiwa, unaanza ambia mashirika ya kiraia nini, gavana wa jimbo la Kivu Kusini nini, serikali kuu ya Kinshasa nini, kulingana na maafa ambayo yaliweza kutokea sehemu ya pale Asaba ndani ya sekta ya Nganja tarafani Fizi? Kwa kweli tulikuwa tunaomba tu atusaidie. Kwanza baina yetu sisi tumepoteza wazazi na watoto, na sehemu za kuikaa zitatusumbua sana. Bimaana ilikuwa ni sehemu tegemeo. Hiyo tulikuwa tunaomba tusaidie na matibabu vile vile tusaidie. Yaani hivi sisi wamoja tunaugua hapa, lakini hatujui kama hela tutazitoa wapi kwa kutoka huko. Tunatibiwa tu. Na kwa sasa kisha kuendelea kupata matibabu, mwili inaendelea namna gani? Unajisikia hali ya mwili kwa namna gani? Naweza nikasema afadhali, sio kama siku ile. Hivi inakuwa najisikia afadhali kwa sababu nilikuwa sitoki kitandani. Nilikuwa sitembei, mguu ulikuwa ufiki chini. Kwa hivi sasa mguu unafika ardhini, nasema alhamdulillah. Tunaona unajifunika kitenge, sijui ni sehemu gani ya mwili wako ambayo imepata jeraha kubwa? Sehemu ya mwili wangu ambayo imepata jeraha kubwa kwanza ni hapa kubega. Mfupa wa hapa kubega ulivunjika. Clavicle. Naam. Vile vile na mguu una donda likubwa sana. Mimi mwenyewe najisikia uoga. Na maeneo hayo ya Kasaba ambako unazoea kwenda kurangulia mboga, ni wewe mwenyewe waweza kuna ndugu zako wengine pale? Ndio, ndugu zangu ndio wenyewe. Ndiko nilikuwa nafikia kwa mama yetu mdogo. Mama yetu mdogo leo hivi kisi navyoongea ni marehemu. Mpaka maiti zao kwanza zionekana. Alifariki na watoto 4 pamoja na baba yetu mdogo. Yani wametoweka watu 6. Yani sehemu hiyo ambako mlikuwa ndani ya nyumba siku ya mafuriko ndo ndugu zako ambao waliweza kutoweka? Ndio. Sasa kisha hayo kutokea ndugu, kwa sasa kuna habari ambazo zinasikika kuwa magavana wale wa jimbo la Kivu Kusini atakuwa hapa, wabunge wa taifa wachaguliwa tarafa la Fizi,
Ni msaada gani zaidi ambao unazohitaji kwako? Mimi msaada wangu wa kwanza naweza nikahitaji kwa hapa kisi tulivyo hospitali watuangalilie namna gani kwanza ya kututibia, tupate matibabu ambayo yatakuwa kwa vizuri, kwa sababu madawa yenyewe ni hivyo hivyo. Mtu tena atoe hela anunue dawa inakuwa inasumbua sana. Na hapo hospitali nani ambaye anakuchukua gharama yako, aidha mwana anakuchukua en charge? Yule ambaye anachukua gharama yako ya matibabu, chakula unaipata namna gani? Chakula hapa naipata kwa ndugu tu ambao tunafahamiana kutokana na ule utembeaji wa mazoea. Mteja wangu anakuja kununulia mboga, basi yale mazoea na ule huruma basi ananifanya naye ananisaidia kwa kupitia hivi. Sehemu hiyo ambayo kuliweza kupitika mafuriko, kuna watu wengine ambao kwa sasa wanaendelea kusalia maeneo yao? Watu wengine wapo, kwa sababu yale mafuriko hayakuchukua mji mzima. Mafuriko yaligawa mji, ilichukua sehemu moja ikaacha nyingine. Kwa hiyo unaweza kuwa na ujumbe wako wa mwisho kwa watu wengine ambao wanakuwa na msaada, wanakuwa na moyo mwema wa kutoa misaada, unaweza kuambia nini? Naweza nikawaambia kwa kweli watujulie hali na watusaidie sisi kama ndugu zao. Kile ambacho watajaliwa basi tutashukuru kwa kile ambacho tutapata kwao. Watusaidie. Kwa kweli sisi ni wakongomani wenzenu, tunaombeni tusaidiane. Pamoja na matatizo ambayo tunayo, watusaidie. Kisha kunusurika kifo, unapangilia nini? Utakuwa biashara yako utaendeleza kuvitumika maeneo hayo, ama umekata kwanza mguu kutokana kwa Mungu amekujalia umenusurika kifo? Kwa kweli naweza nikasema kwanza hivi sina pa kuanzia. Siwezi nikasema nilitoka na chochote au nilibakiza hela mfukoni. Sikutoka na chochote tofauti na hii pumzi ambayo naiongelea. Asante sana. Kwa hiyo tunaelekea mwisho wa mahojiano yetu Tanganyika TV pamoja na wewe ambao uliweza kunusurika kifo. Kwa hiyo unaweza ukaambia raia wa Baraka nini kulingana na mtu akishapona kifo? Unaweza ukawaambia nini kulingana na mambo ya Mungu? Ndio, naweza nikawaambia kutokana na imani yangu, mimi ni Muislamu. Kwa kweli naweza nikasema Mungu ni wa binadamu wote. Japokuwa tunajigawa, hawa ni Wakristo, hawa ni wanani, hawa ni wanani, lakini Mungu wetu sisi wote ni mmoja tu. Kwa kweli tumuogope Mungu na tumshujudie Mungu. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.